Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliyokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Tunaiangazia TANLAP, mtandao wa mashirika yanayotoa huduma za msaada wa kisheria nchini Tanzania. TANLAP ilianzishwa kwa majukumu ya kuratibu mashirika soko ya kiserikali ili kuweza kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa watu wasiokuwa na uwezo. Na leo katika Jifunze Kiswahili tutaelekea Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 15 ya mwezi Mei mwaka 2025. Siku ya kimataifa ya familia. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina tutamsikia mwanasheria Christina Kamili Ruhinda na harakati za msaada wa kisheria nchini Tanzania. Lakini kwanza tupate muktasari wa habari ukiletwa kwako na Asumte Masoi. Asante Lea. Wakati dunia ikiadhimisha miaka 77 tangu Nakba, ambapo zaidi ya Wapalestina 700,000 walifurushwa kutoka vijiji na miji yao mwaka 1948, shirika la Umoja Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Palestina UNRWA limetoa onyo kali kuhusu sura mpya ya mateso na ufurushwaji wa lazima unaoendelea sasa huko ukanda wa Gaza. Tangu kuanza kwa mapigano ya sasa, takribani 90% ya watu wa Gaza wamelazimika kukimbia makazi yao na familia nyingi zikiripoti kuwa zimeshahama zaidi ya mara 10. Akiwa na wasiwasi kutokana na ripoti za kuaminika kwamba wakimbizi wa Rohingya kutoka Myanmar walilazimishwa kushuka kutoka kwenye meli ya jeshi la wanamaji la India na kutoswa katika bahari ya Andaman wiki iliyopita, mtaalamu wa UN wa haki za binadamu kuhusu wakimbizi wa Myanmar ameanzisha uchunguzi kuhusu kitendo hicho alichoeleza kuwa ni cha kushangaza na kisichokubalika. Tom Andrew amesema anatafuta taarifa zaidi na ushuhuda kuhusu tukio hilo, huku akisihi India itoe maelezo kamili juu ya kilichotokea. Na baada ya muda mrefu kuonekana kama mchangiaji mkubwa wa utoaji wa hewa chafuzi duniani, sekta ya usafirishaji majini sasa iko mstari wa mbele katika kuonesha ushirikiano wa kipekee wa kimataifa wa kupunguza hewa hizo zitolewazo na meli za usafirishaji majini. Hii ni baada ya shirika la Umoja Mataifa la usafirishaji majini IMO kuridhia mwezi Aprili mpango wa kihistoria wa kanuni za usafirishaji majini, ambao pamoja na mambo mengine unatoza fedha meli zinazovuka kiwango cha hewa chafuzi kinachokubalika na kulipa fidia zile zinazozingatia viwango. Mpango unaotaka kuona sekta hiyo haitoi kabisa hewa chafuzi ifikapo mwaka 2050. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Lea. Asante sana Asumte Masoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye katika Jifunze Kiswahili utapata maana ya neno kiango. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Brief from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina, ambapo Arnold Kayanda wa idhaa hii ya Umoja wa Mataifa amezungumza na Christina Kamili Ruhinda, mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa mashirika yanayotoa huduma za msaada wa kisheria nchini Tanzania, TANLAP. Christina Ruhinda, mwanasheria mbobevu nchini Tanzania, hivi karibuni alikuwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, kushiriki mkutano wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW69. TANLAP ilianzishwa kwa majukumu ya kuratibu mashirika soko ya kiserikali ili kuweza kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa watu wasiokuwa na uwezo na makundi maalum. Kwa hiyo makundi ambayo tunayahudumia ni pamoja na makundi ya wanawake, watu wenye ulemavu na watu ambao wako kwenye mikoa ambayo iko pembezoni na watu wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za mawakili. Kwa hiyo tumekuwa tukiwajengea uwezo mashirika mbalimbali
juu ya sheria mbalimbali ili waweze kutoa huduma msaada wa kisheria katika maeneo yao. Lakini pia tumefanya mafunzo kwa wasaidizi wa kisheria ambao wako katika halmashauri zote za Tanzania ikiwemo na kata zote. Kwa hiyo kazi wanaoifanya ni kutoa elimu ya kisheria ili wananchi na hasa wanawake wanapokuwa na changamoto mbalimbali waweze kupata huduma ya msaada wa kisheria. Waweze kwanza kuzifahamu haki zao, kuzitetea na kuzisimamia. Mnawafikiaje wananchi? Wananchi wanafahamu kwamba shirika lipo na wakipata changamoto, kwa mfano mwanamke aliyeko kijijini akipata changamoto ya ardhi, anaweza kutafuteni ama nyinyi mnawatafuta? Kuna namna gani ya mawasiliano hapo kati ya wananchi na shirika? Asante. Mawasiliano yetu tunayaweka kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia tunashirikiana na vyombo vya habari. Tumetoa mafunzo kwa vyombo vya kijamii vilivyoko Tanzania, na kwa mwaka jana tumetoa mafunzo kwa vyombo zaidi ya 112 ambavyo viko kabisa kwenye jamii, tukieleza kazi tunazozifanya. Na kwa sababu zile ni redio za kijamii, kwa hiyo wananchi wengi wanazisikiliza kazi tunazozifanya na wanapotaka kupata haki yao waipate wapi. Lakini pia tuna wasaidizi wa kisheria ambao wako katika jamii. Yani tunawatoa kwenye kata. Kama unaifahamu Tanzania kwenye utawala wa serikali za mitaa tuna vijiji, kata. Kwa hiyo kwenye kata kule ndiko tunakotoa wasaidizi wa kisheria. Kwa mtu ambaye anasikia hapa ni kwamba mnapata mmoja wa wananchi katika eneo la jamii, labda kata, alafu mnafanyaje mpaka awe msaidizi wa kisheria? Tunampatia mafunzo. Kwa hiyo tunampatia mafunzo ya sheria mbalimbali, anazielewa, na wakishapata mafunzo hayo wanasajiliwa na chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, wanapewa vyeti na wanaenda kujitambulisha katika maeneo yao ya kazi kwamba sisi ni wasaidizi wa kisheria, na pia wanashirikiana na wenyekiti wa vijiji, wenye viti wa mitaa katika kuhakikisha kwamba pale kunapohitajika huduma ya msaada wa kisheria wao wanakuwepo kutatua changamoto hiyo. Na kimsingi wasaidizi wa kisheria wanafanya kazi kubwa sana. Kwa sababu wao kwenye jamii wanaifahamu migogoro, na wengine tunaowachukua kwanza ni wale ambao wanakuwa ni maarufu, wanafahamika na wanajamii wengi, wanasikilizwa na jamii. Wanasikilizwa na jamii. Kwa hiyo unakuta wanaweza kusuruhisha ile migogoro na kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani. Na tukirudi hapo kwa ufupi kwa hawa ambao mnawaelimisha kwenye jamii ili waweze kuwasaidia watu kwenye sheria, jambo linapokuwa gumu kwa hawa ambao mmewaelimisha, labda ni kubwa kisheria kiasi ambacho hawakiwezi, haki ya mwananchi inapatikana vipi? Tumeweka utaratibu mzuri ambao pia uko kwenye sheria. Ili aweze kuwa msaidizi wa kisheria ni lazima awe na mahusiano na taasisi inayotoa huduma msaada wa kisheria. Taasisi inayotoa huduma msaada wa kisheria ni lazima iwe na mawakili. Kwa hiyo wasaidizi wa kisheria wao kazi yao ni kusuruhisha migogoro, kuwaunganisha wananchi na taasisi hizo zinazotoa huduma msaada wa kisheria ambazo zina mawakili, lakini na kutoa elimu ya kisheria katika maeneo yao. Kwa hiyo inapofikia sasa hili ni swala la kwenda mahakamani ambalo linahitaji uwakilishi wa wakili, hapo sasa ndipo wanapotoa taarifa kwetu sisi kama watoa huduma msaada wa kisheria na kuwaunganisha na taasisi hizo zinazotoa huduma msaada wa kisheria. Lakini pia ile taasisi ambayo walijisajili wana mahusiano nayo ndio inawajibika zaidi kisheria kuhakikisha kwamba anapatiwa wakili ambaye atatoa huduma msaada wa kisheria kwa mwananchi huyo. Lakini pia kama nilivyosema, kuna ofisi ambayo iko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, pia yale masuala makubwa tunayapeleka huko ili serikali iendelee kuyafanyia kazi. Kila laheri Christina Ruhinda na TANLAP katika kutekeleza malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs kupitia msaada wa kisheria. Shukrani Arnold Kayanda kwa mahojiano hayo. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Mtaalamu wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Anafafanua maana ya neno kiango. Nyumba zetu za asili tulikuwa na maeneo ambayo tunaweka taa zetu za kandili au
Karabai, wakati huo kabla hatujaingia kwenye usasa. Lakini Uswahili bado unatambua sehemu ambapo tunaweka taa kwa neno moja la kiango. Kiango ni kishikio cha taa ambacho kinafungwa ukutani au chini ya dari. Kwa hiyo sehemu yoyote ile kwa sasa ambapo tunaiweka taa chini ya dari au tunaipachika mahali fulani, eneo lile tunaita kiango. Shukran sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Basi kufikia hapa nami nakunja jamvi kwa siku hii ya leo, mpaka tena Jumanne kwa ajili ya jarida jingine la video. Lakini kwa upande wa redio ni kila siku, kwa hiyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kuendelea kufuatilia habari zetu kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN kwenye Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.